oye! Nyamagana oye! Tupunge tena, tupige vigeregere na shangwe na furaha kwa kumpokea Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mama yetu kipenzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi wote ulioambatana nao meza kuu. Mheshimiwa Rais, kwa muda nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru sana wewe. Nikushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu leo umekuja jimbo la Nyamagana na mkoa wa Mwanza mahususi kwa kutufanyia kazi moja kubwa na ya kihistoria ya kuzindua mradi wa chanzo cha maji. Mheshimiwa Rais, ilikuwa sio rahisi kuamini au kutegemea. Miaka 40 iliyopita watu wa Mwanza wamekuwa wakihangaika na chanzo kimoja peke yake cha maji kisichowatosheleza, na leo unaweka historia mioyoni mwao Mheshimiwa Rais, lakini unaweka alama ambayo haitafutika kwa kizazi cha kwetu na kizazi kinachokuja. Mheshimiwa Rais, hii ni rekodi kubwa, tunakushukuru sana wananyamagana. Mheshimiwa Rais, sipendi kurudia maelezo ya maji ambayo yameshatolewa, ni mengi sana. Lakini nitumie nafasi hii kumpongeza sana mteule wako Mheshimiwa Aweso. Yeye pamoja na timu yake nzima ya wizara, bila kusahau bodi ya maji ya MWAUWASA na watendaji wote wa MWAUWASA. Mheshimiwa Waziri, kazi ambayo Mheshimiwa Rais ilikuwa inapatikana hapa Mwanza ilikuwa ni kazi kweli kweli wananchi kupata maji. Lakini leo mwanga wameanza kuona, na maji yanayozalishwa hapa Mheshimiwa ulioyazindua leo tayari kwenye kata takriban 9 wameanza kunufaika nayo, na tunakushukuru kwa mradi mkubwa wa usambazaji ambao utakwenda kuondoa kabisa tatizo la maji. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo umekuja na wewe ndio mwenye mji na wewe ndio unayetupa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ni kushukuru kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nyamagana kwa miradi mikubwa ya kihistoria ambayo umewatendea Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani ulisisitiza juu ya uboreshaji wa sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, nataka nikupe taarifa, kwa miaka yako 4 umeweka historia Nyamagana kwa kujenga madarasa ya msingi na sekondari 926, jambo ambalo halijawahi kutokea. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa hiyo tu tumejenga shule mpya 13 za sekondari na msingi. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa mara ya kwanza kila shule ilipojengwa, majengo ya utawala kwa ajili ya walimu na watendaji wa shule yamejengwa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa historia hii kubwa. Mabweni zaidi ya 7 kwenye shule zetu za msingi na sekondari yamejengwa. Kwenye sekta ya elimu peke yake Mheshimiwa Rais, kwa miaka yako 4 umetuzawadia shilingi bilioni 23 za Kitanzania, ndizo zilizozaa matokeo haya. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, kwenye sekta ya afya, kama unavyofahamu, kauli yako mbiu ya kuhakikisha unaondoa kabisa kama sio kupunguza vifo vya mama na mtoto. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Jumla ya shilingi bilioni 11 milioni 176 zilizojenga vituo vya afya zaidi ya 4, zilizonunua madawa, zilizoleta vifaa tiba na kuboresha hospitali yetu ya wilaya. Mheshimiwa Rais, sio tu umepunguza vifo, bali umeokoa maisha ya kina mama waliokuwa wanatoka Fumagira kuja mjini kwa ajili ya huduma za afya, waliokuwa wanatoka Burale kuja mjini kwa ajili ya huduma za afya, waliokuwa wanatoka Igoma kuja mjini kwa ajili ya huduma za afya. Mheshimiwa Rais, umeokoa maisha yao kwa kuwasogezea huduma karibu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, jambo jingine ni miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Rais, uliahidi utaendelea kutuletea fedha kuhakikisha miundombinu ya barabara inaimarika. Mheshimiwa Rais, tunafahamu kati ya kilomita nyingi tulizonazo umetusaidia kujenga kilomita 54 za lami, za changalawe, za zege na za ambazo zimetengenezwa kwa kiwango cha vumbi. Mheshimiwa Rais, zaidi ya bilioni 48 ikiwemo barabara ya kihistoria
kutoka Buhongwa kwenda Igoma kupita Rwani Makishiri yenye zaidi ya bilioni 22 inayofadhiliwa na mradi wa TACTIC. Mheshimiwa Rais, hizi zitabaki kuwa alama zako kuu kwenye jimbo letu la Nyamagana. Mheshimiwa Rais, nisijile sana muda wako, lakini nimalizie kwa kusema mji wa Mwanza ni mji wa kibiashara. Mheshimiwa Rais, mwaka mmoja uliopita ulizindua mradi wa BBT wa uvuvi kwa kuja Mwanza na kuwatazama vijana. Ulipokuja na kuamua kutupa mradi wa mikopo ya boti pamoja na vizimba, Nyamagana peke yake, Mheshimiwa Rais, vijana wapatao 211 kwenye vikundi vipatavyo 15 walipata shilingi bilioni 2. Nataka nikuthibitishie Mheshimiwa Rais, mpaka leo baada ya mwaka mmoja na nusu wameshavuna tani 500 sawa na kilo 500,000. Wanalipa deni vizuri, wanafaidika, na wao wameanza kuongeza vijana wengine. Na nimshukuru sana mkurugenzi na baraza la madiwani kwa kuamua kuongeza fedha zaidi ya shilingi milioni 700 ili kuongeza kwenye chachu ambao ulifanikisha. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Sisi hatuna cha kukulipa isipokuwa Oktoba itakapofika, Wananyamagana wote kwa pamoja tutaweka tiki kubwa kwa ajili yako ili uendelee kuwasaidia. Mheshimiwa Rais, baada ya maneno hayo machache, ninayo mengi, lakini kwa sababu ya kibiashara nimalizie. Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani, jiji la Mwanza lilikuwa na miradi ya soko na stendi ambayo yote kwa ujumla wake ilikuwa imeshalipwa shilingi bilioni 7 peke yake, na ikiwa iko chini ya 17%. Mheshimiwa Rais, ni heshima yangu kwa niaba ya wananchi wa Nyamagana kukushukuru. Toka ulipoingia madarakani, leo tunapozungumza, miradi yote miwili imekamilika, soko pamoja na stendi. Umelipa zaidi ya bilioni 43. Haya Mheshimiwa Rais, ni mapenzi makubwa sana kwa wananchi wa jimbo la Nyamagana. Hakika hatutakuangusha. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa sababu sauti ya mbunge wa watu wa Nyamagana haikupotea bure. Uliisikia na hakika ukatenda, na sina shaka Mheshimiwa Rais, kwa kipindi hiki tunachokwenda, na hawa ndio Wananyamagana, na mimi Mheshimiwa Rais bado nipo, na waomba waendelee kutuunga mkono ili tuweze kuvuka salama. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante kwa muda wako. Mungu akubariki na kukutunza. Sisi tunakutumainia. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Makofi mengi sana. Nyamagana oye!